Hii ni simulizi ya kijana aliyepata ulemavu wa maisha kwa uzembe wake. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Juma, kijana mwenye umri wa miaka 25, mwenye juhudi na bidii katika maisha. Alihamia Dar es Salaam akitokea kijijini ili kutafuta maisha bora. Alianza biashara ndogo ya kuuza nguo za mitumba Kariakoo, na kwa muda mfupi akaanza kufanya vizuri. Watu wengi walimpenda kutokana na tabia yake ya upole, bidii na maneno ya heshima kwa wateja. Siku moja akiwa kazini, alikutana na binti mrembo alionekana kama mwanafunzi. Jina lake lilikuwa Asha, mwanafunzi wa kidato cha 5 katika shule moja maarufu maeneo ya Kinondoni. Walipoongea mara ya kwanza walivutana. Kama wanavyosema, mapenzi ni kama upepo, huja bila taarifa. Kadri siku zilivyopita, mawasiliano yao yakawa ya mara kwa mara. Walianza kukutana mara nyingi baada ya shule, hadi penzi lao likawa na nguvu kubwa. Juma hakujua kwamba mchezo wa mapenzi unaweza kubadilika kuwa janga. Miezi michache ikapita. Asha akagundua ana mimba. Alipomwambia Juma, kijana huyo alishtuka sana, lakini akajaribu kumtuliza akisema watajua la kufanya. Cha kusikitisha, wazazi wa Asha walipogundua habari hizo walikasirika sana. Baba yake Asha, ambaye alikuwa askari mstaafu, aliapa kuwa Juma lazima alipe kwa kosa lake. Alienda moja kwa moja kituo cha polisi na kufungua kesi ya kumtia mimba mwanafunzi. Juma alikamatwa. Aliwekwa rumande kwa siku kadhaa. Akajua hii kesi inaweza kumharibia maisha kabisa, jela au fedheha. Alipotoka kwa dhamana, alianza kutafuta njia yoyote ya kujinusuru. Ndipo rafiki yake mmoja akamwambia kuna mganga maarufu maeneo ya Pugu anayeweza kusaidia kesi za aina yoyote. Kwa hofu na tamaa ya kupona, Juma akaenda usiku mmoja. Mganga huyo, mzee mwenye macho mekundu kama makaa, alimkaribisha na kumwambia, tatizo lako sio kubwa kijana, ila ushindi unahitaji kafara. Nitakutoa uume wako kimiujiza, arafu ukishinda kesi nitakurudishia. Kwa hofu lakini pia tamaa ya kuokoa maisha yake, Juma akakubali. Mganga akaanza kufanya mambo yake ya ajabu, akatoa maneno yasiyoeleweka. Moshi ukafuka ndani ya chumba. Dakika chache baadaye, Juma akahisi baridi kali ikipenya mwilini, na kweli uume wake ukatoweka kimiujiza. Siku ya kesi ilipofika, Juma alijitokeza mbele ya hakimu. Mheshimiwa, alisema, siwezi kuwa baba wa mtoto huyo. Mimi nilipata ajali miaka mingi iliyopita na nilikatwa uume. Ninaweza hata kuonyesha. Mahakama ilishtuka. Hakimu akaagiza apelekwe hospitali kuthibitishwa. Baada ya vipimo, madaktari walithibitisha kweli hana uume. Kesi ikafutwa mara moja kwa kukosa ushahidi. Juma akashinda kesi. Watu wakashangaa, wengine wakamuona kama mtu mwenye laana. Akitabasamu kwa furaha ya kuokoka kifungoni, Juma akaamua kurudi haraka kwa yule mganga ili amrudishie uume wake. Alipofika kijijini kwa mganga, aliona moshi mwingi ukipaa angani, watu wakilia. Njiani akakutana na kundi la watu wakiwa wanabeba jeneza. Akasimama na kumuuliza mwanamke mmoja wa pale, samahani mama, nani kafa hapa? Mama huyo akamwangalia kwa huzuni akasema, yule mganga wa kijijini, nyumba yake imeungua usiku wa jana kwa moto, amekufa humo humo. Maneno yale yalimgonga kama radi. Juma akatoka mbio hadi pale ilipokuwa nyumba ya mganga, lakini hakukuwa na chochote isipokuwa majivu. Alipiga kelele kwa uchungu, machozi yakimtoka. Mungu wangu, sasa nitabaki hivi milele? Hakuna aliyemjibu. Alianguka chini akalia kwa uchungu, akajua kuwa kwa tamaa ya kutaka kuokoa heshima yake, amepoteza utu wake milele.